mwenyewe nilikuja hapa nikiwa nimejaa kwa nini nyingi sana kichwani na kifuani na majonzi. Nilikuwa naona kama shetani anatafuta kuniangusha, kumuondoa Mheshimiwa Lukuvi ambaye alikuwa ananisaidia na kuiona nafasi ya waziri mkuu na kazi za waziri mkuu kwamba ni kazi zinazoweza kufanyika kwa urahisi. Katika kipindi kifupi nikiwa nimeona tunaenda vizuri, tumepanga majukumu mengi, tumepanga namna tutakavyoliendea bunge, tumepanga namna tutakavyoendea dira mpya. Ghafla unasikia ndugu unayepanga naye, kiongozi unayepanga naye anaondoka ghafla bila kuwa amehuzunika, amesikitika kwamba ana jambo linalomtatiza gumu la kiafya. Hakika tunakushukuru sana Baba Paroko kwa mahubiri yako ya leo. Imekuwa tu sio misa ya kumsindikiza mwenzetu, bali imekuwa elimu ya kila Mtanzania ambayo itatusaidia Watanzania kudumisha undugu wetu, uungwana na ubinadamu wa kila moja, huku tukijua sote njia yetu ni hiyo hiyo. Amesema Mheshimiwa Makamu wa Rais mstaafu Daktari Mpango kwamba siku hizi tunatumia vibaya mitandao. Baba Paroko, wewe mwenyewe katika mahubiri yako pote nilikuwa nakusikiliza, umetumia neno tuki, tuta, ukiwa unaonesha na wewe ni binadamu kama sisi. Ukiwa unaonesha na wewe safari yako ni kama yetu sisi. Lakini sisi huko mitandaoni wapo wengine wakiandika utadhani ni Mungu kaandika, kama vile wao haya mambo hayawahusu kabisa. Utasikia mtafanya hivi. Ukimwangalia mtu mwenyewe anayeandika hivyo amesha dhulumu tu, hata sio msafi, ana madeni kibao na utaperi mwingi basi. Kwa hiyo somo la leo Baba Paroko limetusaidia sana kuturudisha binadamu wote waone sisi ni binadamu na safari yetu ni moja, na mwenye masahihisho ni Mungu mwenyewe. Wa kuweza kujua nani ananuka ni Mungu mwenyewe. Nakushukuru sana Baba Paroko kwa somo hilo zuri. Na nilipokuwa nimekaa pale nikasema nitawaambia wasaidizi wangu siku moja wanielekeze mpaka nikasali kwenye kanisa lako ili ujumbe huu ni upate na siku nyingine. Nakushukuru sana Baba Paroko. Kwa hiyo katika kumalizia, niendelee kwa niaba ya serikali kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na